Ni kweli kuna changamoto katika mipaka yetu. Tumekuwa na changamoto katika mpaka wetu na serikali ya Kenya na Tanzania. Tumekuwa na changamoto kati ya mpaka wa Zambia na Tanzania. Lakini tumekuwa na changamoto kati ya mpaka wa Rwanda na Tanzania. Hatujawa na changamoto kati ya mpaka wa Burundi na Tanzania. Changamoto hii imeletwa na huu ugonjwa mgeni, ugonjwa ya homa kali ya mapafu, ambayo nyinyi wenyewe ni mashahidi. Hata hapa nchini kwetu tulifika mahala tukajiwekea restriction kwamba tukae mbalimbali, tufanye shughuli zile ambazo ni za muhimu tu, tupunguze mizunguko, tupunguze interaction kati ya mtu na mtu. Sasa pamoja na hiyo mikakati tuliyojiwekea Tanzania, nchi mbalimbali zimejiwekea mikakati yao, ikiwa ni pamoja, mnaona hata mashirika ya ndege, nchi zote zilizuia ndege zisiruke. Lakini kuna vitu ambavyo tuliona kwamba ni vya muhimu sana, haviwezi vikashindwa kwenda. Kwa mfano, kwenye mipaka hauwezi ukaacha kuvusha biashara, ukaacha kuvusha mizigo. Badala ya wananchi kufa na corona, sasa wanaweza wakafa na njaa, kwa mfano kama chakula. Lakini pia kuna kuvusha madawa. Kwa hiyo tulikaa SADC, tukakaa East Africa, tukakubaliana kwamba itabidi turuhusu mizigo iweze kuvushwa, na hasa mizigo kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari zingine zivuke kupita mipaka kwenda kwenye nchi ambazo hazina bandari. Lakini wakati huo huo meli zinapoleta mizigo zinaondoka na mizigo. Kwa hiyo na wao walete mizigo kutoka kwenye nchi zao, wavushe kwenye mipaka ili hiyo mizigo iweze kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Tulifanya vikao na East Africa, tukaruhusu hiyo kwamba mizigo, biashara ya mizigo itaendelea. Tukafanya vikao na SADC pia, tukakubaliana hilo. Kikao cha pili cha SADC tumekaa juzi, na hapo tunatarajia kukaa tena tarehe 23. Lakini baada ya kufikia hayo maamuzi, tukakutana na changamoto mbalimbali. Jinsi gani kila mtu anatekeleza hiyo sheria, hayo makubaliano, na jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe ameathirika katika nchi yake. Tukakubaliana na serikali ya Rwanda. Wanyarwanda, upande wa serikali ya Rwanda, wao walisema kwamba wameshaandaa mpakani ambapo mizigo itashushwa ili sasa magari ya Rwanda yaweze kupakia. Lakini na sisi, kwa sababu tuna bandari ni biashara, ni lango kuu. Na tunapozungumza bandari ya Dar es Salaam, kuna bandari ya Mombasa, kuna bandari Beira, kuna bandari zingine huko South Africa, Mozambiki, wapi huko Robito. Kwa hiyo katika ulaini huo wa kufanya biashara, na mwenyekiti yupo hapa, tukaruhusu kwamba malori ya wao yanaweza yakaingia kuja kubeba mizigo Dar es Salaam. Hiyo katika mtazamo wa biashara. Lakini sisi tulikubali kwamba madereva wetu wanaweza wakashusha katika mipaka. Lakini makubaliano hayo, tukaja tena tukakubaliana na serikali ya Kenya kwamba kwanza zile mashine tumeletewa za kupima COVID, tumeletewa na Wajerumani. Mashine 2 Kenya, mashine 2 Tanzania, mashine 2 zimekwenda Uganda kwa upande wa East Africa. Alafu mashine moja Rwanda na Burundi. Wenzetu wakaja na mawazo kwamba tuziweke zile mashine kwenye mipaka. Mimi nikamwambia haiwezekani. Mimi na mipaka zaidi ya 27. Mashine ninazo 2, nitaweka wapi, niache wapi? Ndio maana tulivyofanya makubaliano na serikali ya Kenya. Hizi ni nchi zenye mamlaka, sovereign country, na zina competent authorities za wizara za afya. Na hizo wizara za afya zinatumia guideline moja ya World Health Organization. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba ndani ya Tanzania, kwa upande wa Kenya na Kenya, Tanzania watampima mtu kama ana maambukizi ya COVID. Kama hana, watampa certification ambao kwa mujibu wa standard inaweza kukaa siku 14. Kwa hiyo akishapimwa anaweza akavuka mpaka kabla ya siku 14, asipimwe tena. Na tukasema Mtanzania apimwe Tanzania,
na mtu wa serikali ya Kenya apimwe Kenya. Nikiri kwamba utaratibu huo wameshindwa kuutekeleza. Hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa Rwanda, kumbe walikuwa hawajafanya chochote mpakani. Hata clearance walikuwa hawajafanya. Hakuna handling equipment. Hii imesababisha madereva wetu kukaa siku nyingi pale mpakani na huduma hakuna. Kuna mambo mengine mengi. Baada ya kutokea hilo, niliagiza katibu mkuu wangu na nilikaa vikao na wasafirishaji pamoja na wale wenye meli pamoja na madereva. Kuna changamoto ambazo tuliziona, na baada ya kuziona katibu mkuu wangu akaziweka kwenye maandishi vizuri. Kwa hiyo tuko kwenye process ya kukutana tena mara ya pili. Tumeshaainisha changamoto nyingi, na kama mnavyofahamu hata jana Tatoa nafikiri walikaa. Lakini tulishakaa nao kwenye hivyo vikao vyote vitatu. Nilikaa na madereva, nilikaa na wenye malori, na nikakaa pamoja na wale mawakala wa meli. Kwa hiyo walichokizungumza tulishaka, niliwaita mimi mwenyewe ili niweze kupata hoja ya wale wanaofanya biashara wanakutana na matatizo gani. Na hizo hoja zinashughulikiwa. Na kesho nimerudi kwa ajili ya tukio hili, lakini asubuhi niende Dodoma. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ameniita ili sasa tukaweke mambo sawa, kwa sababu hizi ni nchi. Hauwezi kufanya vikao bila kupitia kwa Waziri wa Mambo ya Nje. Kesho tutakuwa na kikao Dodoma. Ni kujipanga tu ili tena tuweze kuitana sasa, tuweze kufanya vikao na serikali ya Rwanda na tuweze kufanya vikao na serikali ya Kenya. Kwa hiyo kwa majibu mafupi ni hayo. Hatujafanya vikao na wala hatujakutana tena na hawa wenzetu serikali ya Rwanda na serikali ya Kenya. Kwa hiyo hatutakuwa na majibu tofauti na yale tuliyokubaliana. Tunakutana kuelezana, sasa mbona hili hujatimiza? Wewe bwana, mbona hili tulikubaliana hivi, wewe unawakatalia wenzetu, tufanyeje? Kwa hiyo sina majibu mengine. Kiutaratibu kiserikali ni lazima tukutane. Tukishakutana, wanakutana kwanza kamati ya wataalamu, wanakutana kamati ya makatibu wakuu, alafu ndo tunakutana mawaziri. Wanahabari wengi jana walinipigia simu, nikamwambia hao Tatoa hawajalika mtu wa serikali wala hatujapata malalamiko yao kwa maandishi. Mimi niko Katavi jimboni kule, naongea na wananchi wangu, nataka nikujibu. GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika Mashariki. Piga simu nambari 0677 066551 au alama ya kujumlisha 8613829721 527.